Aweso ambaye nimepewa dhamana katika wizara hii ya maji, nikishirikiana na naibu wangu waziri Engineer Matthew Kundo, wajumbe waziri, management ya wizara na watendaji wa wizara ya maji, hatutokuwa kikwazo kwa Watanzania kupata maji safi, salama na ya kutosha. Leo nimefurahi sana kujumuika katika mahafali ya 49 watunuku jumla wahitimu 881 ambao wako katika makundi ya wahitimu wa cheti kwa maana ya basic technician, stashahada kwa maana diploma, diploma ya juu kwa maana high diploma, shahada ya kwanza na shahada ya uzamili yani masters katika programu zinazotolewa na chuo chetu cha maji. Kwa dhati ya moyo, kama nilivyotangulia, kusoma sio jambo jepesi. Unapokuwa mwanafunzi katika chuo unakutana na changamoto nyingi sana. Wapo watu ambao walitamani leo tumalize nao, wawepo katika ukumbi huu, wameshindwa kutokana na changamoto mbalimbali. Leo nyinyi mmepata bahati ya kuweza kumaliza, tumwambie Mungu asante sana. Ni jambo kubwa, ni jambo zuri, na niwaombe wazazi wangu tuwapigie makofi mengi sana 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 wao. Kwa namna kipekee ninakipongeza sana chuo cha maji kwa kutoa wahitimu wa kwanza wa shahada ya uzamili yani masters tangu kuanzishwa kwa chuo hiki. Hii ni ishara njema kuwa mnaendelea kukua, na ni matumaini yangu kuwa huko mbeleni mtaanza kutoa mafunzo ya shahada ya uzamivu yani PhD. Napenda kukipongeza chuo cha maji kwa namna kinavyotekeleza majukumu kiliyokasimiwa na serikali ya kutoa mafunzo, kufanya tafiti pamoja na kutoa ushauri wa kitaalamu. Hivyo wahitimu hawa ni zao mojawapo la utekelezaji wa majukumu ndio yakasimiwa. Vile vile ongeleni kwa kuongeza udahili kutoka 58% yani kutoka wanafunzi 4289 mwaka 2024 leo tunazungumza wanafunzi 6789 kwa mwaka 2025. Hongereni sana 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 sana. Kini ndugu zangu wahitimu, amezungumza hapa katika mkuu wetu wa wizara ya maji, na mimi nimepata bahati ya kupita kama nyinyi mlivyopita. Mimi mwaka 2013 nilimaliza shahada yangu hapo chuo kikuu, shahada ya ukemia. Ukizungumza Arabi nishapiga sana, Rice beans. Ukizungumza Chatoboli nishapiga sana. Nafahamu mazingira, lakini nataka niwatie moyo. Nataka niwatie moyo kwa sababu tunapozungumzia vijana wamekuwa na changamoto nyingi sana. Vijana tuna mambo mengi ambayo tunakutana nayo, na hapa nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuona haja ya uanzishwaji wa wizara ya vijana. Tupige makofi mengi sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, naungana na Watanzania wengi kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuchaguliwa tena kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 6 kipindi cha pili katika uchaguzi uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025. Tatu, kwa kupitia hadhara hii namshukuru sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuniamini na kuniteua tena kuwa mkuu wa chuo cha maji kwa kipindi cha pili. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mipango ya muda mrefu chuo kipo katika mchakato wa kutoa mafunzo ya shahada ya uzamivu ambayo maarufu tunaita PhD, lakini shahada hizi ambazo zitakuja kutolewa zitakuwa tofauti kidogo. Sisi tunafundisha program zetu in a competence based approach. Kwa hiyo hutaweza kuona tukisema PhD tunataka tutoe Doctor of Engineering, mfano Doctor of Science, Doctor of Professional Studies, Doctor of Technology, kwa sababu hawa tutakuwa tuna subject zaidi kwenye applied research pamoja na kuwa practical oriented katika critical thinking. Kwa kuzingatia SDG 6 ambayo iko kwenye strategy 2030 na dira ya maendeleo ya taifa 2050, chuo chetu
kimehakikisha kwamba mambo yote muhimu ambayo yanaweza ikafanya nchi inaweza kuwa enabler wa nchi kufanikiwa kufika salama katika utekelezaji wa dira yake. Kwa chuo nacho kitakuwa na dira ya miaka 25 ambayo tuko kwenye process tunaitengeneza, lakini pia tutakuwa na ambayo tutaita WI 2050, lakini pia tutakuwa na master plan ya miaka 25 ambayo process hizo zinaendelea ili kuweza kutumia vizuri maeneo yetu, lakini pia a comprehensive master plan ambayo pia itakuwa na details ya watu gani, kaliba gani